بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، leo ikiwa ni tarehe 20 mwezi wa Safar mwaka wa 1447, katika silsila ya durus za sira ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuliahidi kuwa biidhnillah ta'ala, baada ya kueleza tukio mashuhuri katika tarikh, faji'atu bi'r mauna, tukaahidi kutazungumzia insha Allah ghazwatu bani Nadhir. في شهر ربيع الأول من السنة 4 للهجرة، katika mwezi wa Rabiul Awwal mwaka wa 4 baada ya hijra, wa baada ya tukio la Bi'r Mauna na vita vya Uhud, ilitokea ili tukio adhimu la ghazwatu Bani Nadhir. Bani Nadhir ni kabila katika makabila ya Mayahudi waliokuwa wakiishi katika mji wa Madina pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kuna ujumbe ulikuwa ukienezwa mara nyingi na watu wakitumiana ujumbe huu kuonyesha uovu wa al-Yahudi, na kuwa kila walipokwenda katika nchi mbalimbali walifukuzwa. Wakaweka historia kuwa mwaka wa 1180, sikwambia 1900, 1180 walifukuzwa Ufaransa. Ukaja mwaka wa 1198 wakafukuzwa Czech Republic kule, sio tu hivyo, Czech Republic kama wenyewe wasema Zechi, almuhimu huko wakafukuzwa, wakatoka wakaenda kwingine, wakaenda mpaka Ukraine, sababu Ukraine pia wapo kule. Mwaka 1113 wakafukuzwa, kisha wakarudi Ufaransa. Mwaka 1147 wakafukuzwa, wakaenda Utaliano. Mwaka 1171 hawakuweza kuwasubiria, wakawafukuza, umeelewa? Wakaenda Uingereza. Mwaka 1188 wakafukuzwa, sio, umeelewa? Hawa makafiri wenzao na wataja mpaka hapa, makafiri wenzao. Hakuna nchi wamekaa isipokuwa wamefukuzwa, hakuna mtu aweza kuishi nao. Nchi zote hizi tumezitaja na bado listi yaendelea. 1198 wakafukuzwa Uingereza tena. Mwaka 1290 baada ya miaka mingi hiyo wakarudi Uingereza, wakafukuzwa. 1298 wakaenda Switzerland, wakafukuzwa. Basi wakafukuzwa wewe, na hii listi siwezi kuimaliza hapa. Kila walikokwenda mabwana wafukuzwa.
lakini muona hao wamefukuzwa, hao wameanza kufukuzwa Madina na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa usilaumu kuwa mbona wafukuzwa, ngoja usikie wanachokifanya mtu. Ni watu waovu. Hakuna mtu aweza kuwa na subra ya kuishi na watu. Namna walivuna vitimbi, wao wakikaa watakupangia wewe, maadamu wewe si mmoja wao, watakupangia vitimbi vya ajabu sana. Na ndio ukaona kila sehemu wanakwenda wale watu washindwa kusubiri kuishi na wao, mpaka mwisho Ujerumani wakashindwa kukaa na wao, fukuza kila anakwenda fukuza. Sababu ya hivi vita, wanaovioni wa tarehe waeleza sababu mbili. Kwa nini Mayahudi wa Banu Nadhir walifukuzwa au waliondolewa Madina, au Mtume sallam aliwapiga vita? ذكر جل أهل المغازي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى بني النضير يستعينهم في دية الرجلين اللذين قتلهما عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه. tumetaja kuwa Amr ibn Umayya ambaye alisalimika katika tukio la Bi'r Mauna, alivorudi akawakuta wale mabwana wawili katika kabila la wale waliomuua au waliowaua wenzake kule. Alipojua akawaua, hajui kuwa hawa watu walikuwa na ahadi ya nani? Ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuwa sio sawa kuwaua pamoja na kuwa walikuwa sio Waislamu, sababu wana ahadi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ya amani. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema nitalipa ile pesa ya damu iliyomwagwa ya wale watu wawili. Na katika mkataba ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam aliandikishana na Mayahudi wa Banu Nadhir walioko pale Madina, ni kuwa likitokea tukio la kulipa pesa ya damu ya mtu aliyeuawa, upande wa Mtume sallallahu alaihi wasallam au upande wao watasaidiana katika nini? Katika kulipa dia, kulipa ile pesa ile damu ile mwanga pale. Kwa akaenda kwao kwa ajili ya kusaidiana katika hili kama walivyoandikishana katika mkataba. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد أخذ العهد على اليهود أن يعاونوه في الديات. huu ni mkataba walikuwa wameandikiana wakakubaliana kwa kukitokea yahitaji kulipwa dia. Dia ni ile pesa ya damu ile mwagwa, basi watasaidia. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد قباء فصلى فيه ركعتين. walikuwa wako katika upande wa Masjid Quba kule. Mtume صلى الله عليه وسلم akaja Masjid Quba akaswali rak'a mbili. ومعه نفر من أصحابه من المهاجرين والأنصار. na Mtume sallallahu alaihi wasallam siku hiyo katika tukio hili alikwenda pamoja na kikundi cha masahaba wake katika muhajirin na ansar, na walikuwemo Abu Bakr as-Siddiq, Umar ibn Khattab, kadhalika alikuwepo Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhum ajma'in. walikuwa pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam na wengineo. thumma ata bani an-Nadhir fakallamahum, akaja kwa Bani an-Nadhir akazungumza na wao kuhusu suala kuwa tunahitajia msaada wenu katika hili kama vile tulivyoandikishiana katika mkataba. faqalu lahu na'am ya Aba al-Qasim nu'inuka ala ma ahbabta. Ndiyo ewe Aba al-Qasim, sisi tutakusaidia kwa kile unachokipenda, tuko tayari kusaidiana na wewe kule msaada unaotaka. naam ya Aba al-Qasim nu'inuka ala ma ahbabta mimma ista'anta bina alayhi, ule msaada unaotaka tusaidie katika hilo, sisi tuko tayari tutakusaidia katika hilo.
فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنب جدار من بيوتهم ينتظر وفاءهم بما وعدوا. kwa katika hali ya kuwasubiri wampe, akakaa chini ya moja katika nyumba zao. Kulikuwa na kivuli pale chini ya ukuta, akakaa pale chini yeye na masahaba wake, asubiri ahadi yao walimwahidi kuenda kuchukua mali wamletee ende akalipe. وجلس معه أبو بكر وعمر وعلي رضي الله عنهم. كابال أبو بكر عمر علي نوانجلهم كتكم صحابة وطائفة من أصحابه. فلما خلى اليهود بعضهم ببعض، ويهودي كله walipo pata faragha baadhi ya wao kwa wengine wamekaa kule ndani, hammu bilghadri bihi, wakafikiria na wakawanania kumfanyia khiana mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa'tamaru biqatlihi, wakapanga kumuua mtume sallallahu alaihi wasallam, tumuue huyo. Kisha wakaambizana hivi, faqalu innakum lan tajidu ar-rajula ala mithli halihi hadhihi, hamtapata nafasi na huyu bwana kama hivi mliopata leo. Mtampata wapi angeti chini ya ukuta hapa kwetu? Mtampata wapi wakati mwingine? faman rajulun ya'lu ala hadha albayt fayulqi alayhi sakhratan fayaqtulahu biha wa yurihuna minhu, kuna mwanamume hapa kisawasawa apande juu ya nyumba, abebe jiwe kubwa amuangushie kwenye kichwa chake, amuue, atupumzishe na huyu mtu. فانتدب لذلك رجل منهم هو عمرو بن جحاش ابن كعب. mmoja katika wale Mayahudi akasema mimi nitafanya hivyo. Huyo Amr ibn Jahash sasa, mimi nitamuua, tabeba jiwe kubwa nipande juu nimteremshie ile jiwe nimmalize, yuko chini ya ukuta. faqala ana lidhalika, bwana sema mimi nitafanya hilo jambo, nipeni mimi kazi hiyo. Na hili jambo lajulikana kwa Mayahudi mpaka kesho. Hakuna watu wanaowafanyia watu khiana na kuwamaliza na kuwaua kwa njia hizi kama Mayahudi, wabaya sana. Na subhanallah, ukipata nchi kwa mfano wenyewe kwa wenyewe hapo mlipo hampendani, yani bimaana kuna wanafiki wengi mle ndani, basi ndio washapata, hawana kazi. Na mna mfano mzuri nyinyi wa yale aliyowapata Irani, wameuawa wengi sana. Yuko kwenye traffic lights wa bomu, auawa moja mmoja, auawa ile wao, hata hawaji wao. Watumia hawa watu wenu wanafiki, wanafiki ni wanafiki asili yenu, mashia. Almuhim, hawa mabwana katika mipango hii wako vizuri sana. Yani kazi ya kufanya khiana ndio kazi yao, wapenda kufanya khiana. Sijui watu wa vipi, yani kila ukiwa khain kwa kundi hili, basi wewe ndio mjanja zaidi kuliko wenzako, wasifiwa swa. Yule bwana na khiana yule, yacheka, afurahi. Kila ukiwa na khiana wewe kwa Mayahudi, wewe ndio mbora zaidi. Wapenda watu wa khiana. Jiwe bwana beba, mbwagie la kichwa mmalize. Fasaida, yule bwana akapanda nyumba na jiwe lake, bidii kabeba jiwe apanda nalo. Fasaida liyulqi ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sakhratan, yule bwana akapanda ili kumbwagia mtume sallallahu alaihi wasallam jiwe, mpige jiwe la kichwa. kama alivyosema, فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام. كنوا نمتومي الله والله يعصمك من الناس, hamwezi kumpata. Kashuka Jibril akamwambia Rasulullah, ondoka hapo, jamaa hakuna mali yaje hapo, kuna jamaa watakuwa, ondoka. Wahi kutoka
Jibril alayhi salam ya Rasulullah, nda zako singoje. Wa akhbarahu bima arada alqawm, kampa habari yale wanayotaka bwana kuyafanya. فقام صلى الله عليه وسلم مظهرا أنه يريد أن يقضي حاجة. Mtume sallam akasimama kama mtu anayetaka kukidhi haja. Wataraka ashabahu fi majlisihi, sahabu wake amekaa kando pale, yeye akasimama alayhi salam kama ndo kukidhi haja, kisha huyo akaondoka. Waraja'a sari'an ila al-Madina, kisha karejea zake haraka Madina. فلما استبطأ النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وصحابه walipoona Mtume sallam amechelewa, mbona harudi, mbona haji, ili jambo likawatia wasiwasi. qamu fi talabihi, wasimama anza kumtafuta Mtume sallam ni wapi. falaqaw rajulan muqbilan min almadina, katika kutafuta wakamkuta bwana mmoja atoka Madina. فسألوه عنه, كموليزا وممونا متوم صلى الله عليه وسلم, فقال رأيته داخل المدينة, ممونا ndani Madina kule, amemwona yuingia Madina. فأقبل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتهوا إليه, وصحابه كونdoka wote pale Quba mpaka kwenda kwa Mtume صلى الله عليه وسلم. فأخبرهم صلى الله عليه وسلم الخبر بما أرادت يهود من الغدر. nyoka bwana, nyoka eti umechukua nyoka umfuga chatu ile, wewe umfuga kila siku wampa chakula, yeye wakuangalia tu, wewe ni potential lunch, lakini hakuambii, hakuangalia tu. Leo mpa mbuzi paja yuala, kesho mpa mayai wala, kumbe ukupangia usiku ujifanya lala na wewe, kumbe ajipima nishafika size naweza kumla, ama bado akijiona nishafika size za kumla, mara moja kuzunguka kubana mbavu, wewe utoka kulala waamka ujiona wamezwa, wameziliwa mbali. Ndio nyoka Mayahudi, nyoka tabia yao kama nyoka, wakipata ule wakati munasib wavamia wamaliza. Kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akaambia wale mabwana walikuwa wamempangia mimi kunimaliza. Wa amara Rasulullah sallallahu alayhi wasallam biharbihim wasayri ilayhim, na hapo ndipo Mtume sallallahu alayhi wasallam akaamrisha kuwapiga vita na kuundwa kikosi cha jeshi kwenda kuwaondoa wale Mayahudi wa Bani Nadhir. Hii ni sababu ya kwanza wanaohitaji wanaovioni wa tarikhi, lakini pia kuna sababu nyingine wanaohitaji, na hii imepokewa na Imam Abu Daud rahimahullah ta'ala, na Imam Abdul Razzaq as-San'ani katika musannaf yake kwa sanad sahih, na Abdurrahman ibn Ka'b ibn Malik عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال, عن رجل مبهم لكن جهالة الصحابي لا تضر. صحابة سبجركان جنلاك مبكز وحديث يذور بسبب الصحابة كلهم عدول, وصحابة وتن ودليف, hatuna shaka na yote katika masahaba. Katika hii hadithi ndefu ataja fakatabat kuffaru Quraish بعد وقعة بدر إلى اليهود. كفار قريش بعد vita vya Badr na zile khasara zilizowapata, wakaandika barua kwa Mayahudi wa Bani Nadhir, wakawaambia innakum ahlul halqati, nyinyi ni watu ambao mna silaha. Tangu wakati ule wana silaha, walikuwa wakitengeza panga, wakitengeza silaha. Walhusul, na mna ngome nyinyi huko Madina, si silaha tu, silaha na mna majengo, mangome mengi mmeyajenga huko. Wa annakum latuqatilunna sahibana au lanaf'alanna kadha wa kadha, na sisi tuwaambie hivi, ima mumpige vita huyo jamaa yetu huko, au sivyo tutawafanyeni nyinyi kadha wa kadha wa kadha.
yani watumia vitisho mayahudi. Wala yahulu bainana wa baina khadami nisaikum shay'un, na hakuna kitu kinachotuzuia sisi na vikuku vya wake zenu, hakuna kitu kinachotuzuia, yani tutakuja na tuwachukulie na wake zenu pia. Falamma balagha kitabuhum alyahuda ajma'at banu an-nadhir 'ala al-ghadri, barua ilipofikia mayahudi na walikuwa waoga na muwaoga mpaka leo, wakaamua bwana, wacha tumfanyie khiana huyu bwana. فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم اخرج إلينا في 30 رجلا من أصحابك ولنخرج في 30 حبرا حتى نلتقي في مكان كذا فيسمعوا منك فإن صدقوك وآمنوا بك آمنا كلنا. وكاجنا نمpango wakamwambia Mtume صلى الله عليه وسلم, toka wewe na 30 katika masahaba wako, na sisi tutatoa wanawavioni wetu 30. Habr pia huitwa bahr sababu ya ilmu nyingi walioibeba. Tutatoa wanawavioni wetu 30, kisha mkae chini mfanye mjadala, mzungumze. Ikiwa watakinai kuwa wewe ni mtume wa Allah kweli, wakakuamini, basi sisi mayahudi wote tutakuamini, wote tutakuamini na tutakufuata. Mtume sallam kwa kuwa apendelea watu khairi, fakharaja an-nabii sallallahu alayhi wasallam fi 30 min ashabihi, kutoka pamoja na 30 katika masahaba wake. Masahaba 30 wakatoka pamoja na Mtume sallam, wakaenda kukutana na hao 30 katika mayahudi. وخرج إليه 30 حبرا من يهود, توكا ونوفيون 30 katika mayahudi. حتى إذا برزوا في براز من الأرض, mpaka walipotoka katika sehemu ya wazi ya ardhi. قال بعض اليهود لبعض, wale mayahudi walikuwa wamepanga akija wamuue, kisha wakaanza kuambizana, kaifa takhlusuna ilayhi, vipi mtaweza kumfikia huyu bwana, wa ma'ahu 30 rajulan min ashabihi, na yuko pamoja na watu 30 katika masahaba wake, na katika sifa zao hao masahaba wake, kulluhum yuhibbu an yamuta qablahu, kila mmoja apendelea afe yeye kabla ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Utampata wapi mpaka mumfikie? فأرسلوا إليه كيف تفهم ونفهم ونحن 60 رجلا, tutafahamiana vipi tuko watu 60? 30 tuko wengi sana. ukhruj fi 3 min ashabika, wepunguza watu wabakishe watu 3. wayakhruju ilayka 3 min ulamaina, na sisi watatokea wanavyoni 3. فليسمعوا منك فإن آمنوا بك آمنا كلنا وصدقناك, wakusikiliza watu 3, wakikuamini hawa watu 3 sote tutakuamini na kusadikisha. Yatakaofahamu sio kuwa hawajui ukweli wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wajua ni mkweli, lakini ndivyo walivyo mayahudi, hasadan min indi anfusihim, walimhusudu Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa nini? Utume amepewa yeye, hakupewa mmoja katika mayahudi basi, lakini huli kuwa ni mpango wa upanga wa muwe. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في 3 نفر من أصحابه, na Mtume sallam akapunguza watu, kabakia na watu 3, atwendeni. washtamalu ala alkhanajiri, ama wale mayahudi wakaficha mabisu yale khinjar ni yale mabisu ambayo yapata pande zote mbili, wakawa wameficha. wa aradu alfatka bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, walichokitaka ni kummaliza Mtume sallallahu alaihi wasallam. فأرسلت امرأة ناصحة من بني النضير إلى بني أخيها. mayahudi kabla ya Uislamu walikuwepo wengine walikuwa ni kama ndugu na Ansar wakati wa jahiliya, mpaka wengine huyu amenyonya sawa na huyu, yani ndugu kwa kunyonya, na yani walikuwa na undugu fulani, taeleza huko mbele inshallah. Huyu mwanadada mmoja akawa ana ndugu yake katika Ansar,
akatuma ujumbe, na huyu katika Ansar alikuwa ndugu yake, wa huwa rajulun muslimun min al-Ansar, alikuwa ni muislamu katika Ansar. فأخبرته خبر ما أرادت بنو النضير من الغدر برسول الله صلى الله عليه وسلم. يماما kamwambia, mwambieni mtume wenu asije, au mabwana nimewasikia wamepanga watamua, chungeni. Faaqbala akhuha musri'an, huyu ndugu yake huyo akakimbia kwenda kwa mtume sallam, hatta adraka an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, akamdiriki mtume sallam. Fasarahu bikhabarihim qabla an yasila an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ilayhi, akampa habari kwa siri, bwana jamaa wamepanga watakuwa wale, usiende. Mtume sallam aliposikia hizo habari, faraja an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, akarudi zake. فلما كان من الغد, siku ya pili, غدا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكتائب فحاصرهم. Mtume sallam akatoka na vikosi akawazunguka Banu Nadhir. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم محمد بن مسلمة رضي الله عنه. Mtume sallam akawatumilizia Muhammad ibn Maslama radhiyallahu anhu, akampa salamu awafikishie Mayahudi, anikhruju min almadinati, kuwaondokeni mji wa Madina, hamkai hapa. Siliwaambia wakufukuzwa juzi na jana, hao mfukuzwa kuanzia zamani huko, wasema wafukuzwa nchi hii, sio wafukuzwa nchi hii. Mtume sallallahu alaihi wasallam pia aliwafukuza, ondokeni mji wa Madina, hambaki hapa. Fala tusakinuni biha, hamkai na mimi katika mji wa Madina. Waqad hamamtum bima hamamtum bihi min alghadri, na mlikuwa mmepanga, mlikuwa na hamu ya kufanya hii khiana mlikuwa mtaka kuifanya. Faman ru'iya ba'da dhalika darabtu unuqahu, na yeyote atakayeonekana baada ya onyo hili kuwapa, na mkata kichwa, aondokeni. فمكثوا على ذلك أياما يتجهزون, wakabakia masiku wajiandaa kwa ajili ya kuondoka. وأرسلوا إلى ظاهر لهم بذي الجدر, wakatumana vipando vyao vya ngamia sehemu inaitwa Dhil Jadr. واستأجروا من ناس من أشجع إبلا, wakawa kuna watu katika Ashja wakakodisha ngamia pia wakubeba mizigo yao waondoke. Falamma sami'a almunafiquna bihim, wanafik waliposikia kuwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam yuondoa Banu Nadhir, arsala lahum Banu ibn Salul, Abdullah ibn Salul. Abdullah ibn Ubay ibn Salul alikuwa ndio rasul munafiqin, akawatumia habari wale mabwana, akawaambia la takhruju min diyarikum, ni mwatoka kwa lipi? Mimi nawaambia msitoke, bakini huko huko. Inna ma'akum, sisi hapa tuko na nyinyi. La in qutiltum qatalna ma'akum, mkipigwa vita sisi pia tuingia kwenye safu yenu, tupigana, tukubali. Na huku upande wa pili waonekana katika sura zao kuwa nani? Ni Waislamu. Kwa Mtume sana wajidhihirisha Waislamu. Huku nyuma watuma barua waambia Mayahudi, bakini bwana, msiondoke, msimsikize huyu, bakini. Akiamua kuwapiga vita, na sisi tuko na nyinyi. Wa in ukhrijtum kharajna ma'akum, na ikiwa mtafukuzwa hapa, sisi tutatoka pamoja na nyinyi, hatubaki hapa. فقويت عند ذلك نفوس بني النضير. Banu Nadhir walipopata habari hizi wakaingiwa na motisha, basi tubaki maadamu tuna wenzetu wale. فأرسل حيي بن أخطب سيد بني النضير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لا نخرج من ديارنا ولئن قاتلتنا قاتلناك. akatuma barua Huyai ibn Akhtab ambaye ni baba yake Safia ummul mu'minin,
radhiyallahu anhu. Huyu ni babake Safiya ibn Huyay binti Huyay ibn Akhtab. Na Safiya radhiyallahu anha ni katika ummahatil mu'minin, yani binti yake kaolewa na nani? Na Mtume sallallahu alaihi wasallam, baada ya tukio hili kama tutakavyoona inshallah. Almuhim, huyu bwana alikuwa yeye ndio kiongozi wa kabila la Bani Nadhir. Akaandika barua kwenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa sisi hatutoki, kwa jeuri kabisa, na ukileta vita tutapigana. Kwa hivyo wakavunja mkataba, wakaamua tutabaki na hakuna lolote. Allah subhanahu wa ta'ala akateremsha zile aya katika suratul Hashr na kueleza yale wanafiki waliyosema kumwambia Mayahudi, kuwadanganya. Alam tara ila alladhina nafaqu yaquluna li ikhwanihim alladhina kafaru min ahli alkitabi la in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. wanafiki bwana wawatia kwenye shimo wale Mayahudi, wawaambia mkitolewa na sisi tutoka, mkipigana tuko kwa safu yenu, tutawanusuru. Allah asema wallahu yashhadu innahum lakadhibun, na Allah yuwashuhudia kuwa ni waongo hao wanafiki, si wa kweli katika madai yao hayo, hawatawanusuru wala nini. La in ukhriju la yakhrujuna ma'ahum wala in qutilu la yansurunahum, wakitoka hawatotoka na wao, wala wakipigana vita hawapigani hao waongo. Wala in nasaruhum la yuwallunna al-adbara thumma la yunsarun, jamaa waoga hao, hata wakiamua twende vita watakimbia au vitani, hawezi kusimama. La antum ashaddu rahbatan fi sudurihim min Allah, hawa watu waogopeni nyinyi waislamu kuliko kumwogopa Allah. Nyinyi ile hofu waliokuwa nayo, wallahi lau kama waislamu wangelikuwa wameshikamana na dini yao kisawa sawa, hawa jamaa waogopa kweli kweli. Hawaogopi sasa hivi, hawaogopi kwa sisi silaha, hatuna silaha, hatuna nguvu za kijeshi za kuweza kupambana, lakini wanachokiogopa kwako wewe ni urudi katika dini yako, umwabudu Mola wako vile inavyotakikana. Muislamu anayejielewa, anaelewa dini yake, ambaye yajua wakati gani atakikana atulie, wakati gani atakikana apigane. Yule Muislamu anayejielewa wao ndo hawamtaki kikweli. Wao wataka yule Muislamu ambaye apelekwa na na namna nafsi yake inavyotaka. Ndio kuona sisi tupelekwa kulia, tupelekwa kushoto. Wao wajua kuwa tukitaka kuwatoa kwenye maandamano tutasema hivi, kisha matolewa hao uthaa isaidi, wapiga kelele tu. Afu wajua singoja, si safari yaisha hii, yaingia Rabiul Awwal, sio ikiingia tutawapa hapa biriani, watapiga matwari tu, bingi pak, atateza pumbavu, atateza. Wakimaliza kuteza viuno watakwenda zao nshiba. Aya, kuna wengine mpaka kusimama hawezi tena. Maulidi shaanza, nyinyi hamjui hii safari, wanaona bado tutongojea mpaka mwezi ujao utachelewa. Jamaa washaanza, wanaona mtu asimama alhamdulillah, sauti itoki tena, kwisha. Huyu ndo ataunusuru Uislamu. Sisi tupelekwa hivyo sasa, ndio ile baki tucheze, tufanye nini, tuchekwe basi. Huyo anayecheza mahaba, mwambie hebu njoo hapa, hebu soma hii safha ya Qur'ani. Utafikiri mko kibogoyo, Qur'ani hajui kuisoma, ghafla kama mapengo, kumbe maneno yake hajui wala habari. Wajua waweza kuwa hujui, wajisumbua kujua, hajui, alafu bukhari wa afya, hata habari yana. Na huyu akazungumziwa ukweli kwa kumwelekeza yeye katika njia ya sawa, akamwangalia yule anayezungumza, kisha akasema wewe nini bwana, nendeni mkasome. Wewe pia basi
ungeacha wengine waseme Allah musta'an, wasema wewe. Njoo bwana tufundishe. Nakumbuka kuna khariji mmoja alikuwa akitupigiza kelele, wallahi akitupigiza kelele kisumbua, alijifia. Lakini bwana alikuwa akija msikitini akitupigiza kelele, watu wachukua msahafu. Na msahafu wachukua, ngoja basi, ngoja mambo ya jihadi kelele utupigiza sisi. Hebu mwanzo hebu nisomee hapa, soma shika. Kimpa msahafu, siona sasa mambo madharau sasa tunaleteana. Wallahi hajui kusoma, hajui. Sasa hawa waislamu hawa ndio makafiri wanaowataka wasiojielewa. Akitiwa hamasa tu yeye wenda tujipeleka. Wenda wapi baba? Dini yako huijui, hutaki kusoma, watoto wako wasomesha dini, waelewa dini ya Allah. Hamasa, fujo ndio mnaotakana nyinyi. Na wauliza, kwani wewe wafikiria una silaha gani wewe kubwa ya kuweza kusimama na kiukweli? Wajua tusizungumze hamasa, tuzungumze reality. Waweza wao wakawapa bunduki, wakawapa silaha, kisha mkatoka na nini, kisha wao wakatuma vidude tu, hata hawaji wao, watuma drones zile, kisha ngeti na remote yuwakuona pale unlala, ule alala ashashiba tu na yupi ule au wanyote. Faida yake nini? Sasa wale waislamu ni kujielewa, wale ndio wasiowataka wao. Lakini wallahi lau kama watu wangerudi katika dini yao, hakuna kitu kinachowahofisha wao kama watu kurudi katika dini yao. La antum ashaddu rahbatan fi sudurihim min Allah, nyinyi mwaogopesha zaidi. Ile hofu walionao juu yenu nyinyi ni kubwa zaidi kuliko kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Dhalika biannahum qaumun la yafqahun la yuqatilunakum jami'an illa fi quran muhassanatin au min wara'i judur. Ikiwa ni vita hawawezi kupigana nyinyi moja kwa moja, isipokuwa wao wako ndani ya ngome zao, wamejificha kule. Ba'suhum bainahum shadid, na hata mnaowaona hawa kufara baina yao vita vyao ni vikubwa mno, wadhihirisha tu mbele za watu wajifanya wako pamoja. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta dhalika biannahum qaumun la ya'qilun. Ukiwaona utadhania wako pamoja, lakini nyoyo zao ziko mbali. Yani mtu aweza kuwa na mwenzake kwa sababu amuogopa tu, nchi hii kuna nchi hii kwa sababu aogopea, nisipokuwa na yeye nitakosa maslahi fulani. Sababu ni watu wasiokuwa na akili hapa, umoja wasiokuwa na akili. Almuhim, wakatuma salamu hizo kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa hatutoki, na kama vita tuko sawa, na kama sijui nini tuko. Mmeamua hivyo. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam atawafanyaje hawa watu baada ya kudai haya wanaodai kuwa wao waweza vita na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Na hapa ndio yaja hisaru Bani Nadhir, na hilo tutalizungumzia insha Allah taala katika kikao kitakachokuja. Aliwafanyaje Mtume sallallahu alaihi wasallam watu hawa? Hayo tutakuja kueleza insha Allah taala tukikutana tena katika kikao kama hiki. Naktafi bihadha alqadr, wallahu taala a'lam. Subhanaka wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fik.